wa Tanzania wote ambao mnatufuatilia siku hii ya leo. Majina yangu naitwa Henry John Kileo, ni mwenyekiti wa Chadema wa mkoa wa kichama wa Kinondoni. Nimejiunga na chama hiki cha Chadema mwaka 2008. Nimeanza uongozi rasmi wa chama hiki 2009 kama katibu wa chama kwenye mkoa wa kichama wa Kinondoni, ambao ulikuwa unabeba majimbo ya Kinondoni, Kawe na Ubungo. Nimekuwa katibu kwa kipindi cha awamu 2 na kisha nikaenda kwenye nafasi ya uwenyekiti wa mkoa, ambao nafasi hiyo nilionayo mpaka sasa. Lakini pia nimekuwa mwanzilishi wa kanda. Kipindi tunaanzisha kanda, nilikuwa katibu wa kanda hii ya Pwani, ambayo mwenyekiti wangu alikuwa Mheshimiwa John Mnyika, katibu mkuu wa chama, kabla tujamwachia Mzee Marandu pamoja na Profesa Safari. Nimeshiriki operation mbalimbali za chama, chaguzi mbalimbali tumezifanya kwenye nchi yetu, na zingine zilituletea matatizo. Kama mtakumbuka yale majanga Igunga, ambao nilipewa kesi ya ugaidi wakati tunapambana kwa ajili ya kupigania chama kwa ajili ya kushinda chaguzi. Kwa hiyo tumekaa kwenye hiki chama kwa kufanya kazi za chama kwa uaminifu mkubwa sana, na tumejitolea kwa jasho, kwa maumivu makubwa sana. Sasa leo imetupasa tuweze kwenda kuzungumza na Watanzania wenzetu kwa hali inayoendelea ndani ya chama chetu. Chama chetu kwa sasa ni kama kimepoteza mwelekeo. Kimepoteza mwelekeo wa kiuongozi, kimepoteza mwelekeo ya kutokuvumiliana, demokrasia hamna, ya sisi G55 kutaka kutoa maoni yetu ndani ya chama, namna ya kuendea hii no reform no election. Tulikutana baadhi, na mimi ndio muasisi pamoja na mwenzangu Asenga na Mgonja ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa sisi ndio waasisi wa G55, kwamba katibu mkuu ametuita, katibu mkuu anataka kwenda kuongea na sisi namna gani bora tunajadiliana ya kusukuma no reforms no election kwenye majimbo yetu tunaotoka. Maana mimi nilikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Mwanga 2015 na 2020 pia. Kwa hiyo tukakutana, tukasema tunapoenda, hebu tujadili kwanza tunaenda kushauri chama kitu gani. Kwa hiyo tukatengeneza kundi la group la WhatsApp kwa ajili ya kupanga na mambo kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kwanza tutakapokwenda pale, sio wote tutakaoongea, bora tuandike mawazo yetu kwa pamoja, alafu tuweke kwa pamoja, tuweke saini zetu, tupeleke kwa ofisi ya katibu mkuu. Na tukafanya hayo mambo vizuri kabisa. Tukishauri chama kwamba chama kisijitoe kwenye uchaguzi, tukaandika madhara ya chama kujitoa kwenye uchaguzi, tukaandika madhara ya chama kisipoenda kwenye uchaguzi, madhara yatakuwa makubwa kiasi gani. Tukawaambia na faida za chama kwenda kwenye uchaguzi zitakuwa ni faida zipi, na tukawaeleza kwamba kama mnataka kuzuia uchaguzi, huo mkakati wa kuzuia uchaguzi, huwezi kuzuia uchaguzi uko nje ya uchaguzi. Wakatueleza. Mimi binafsi nikaongea na katibu mkuu, akaniuliza, Kileo, mkakati wenu ulikuwa ni upi? Nikamwambia, katibu mkuu, hamkutaka kutusikiliza. Tunapaswa kwenda kwenye uchaguzi, kama ni kuanza kuzuia uchaguzi, tuanze kuzuia uchaguzi ndani ya vituo vya kupigia kura, tukiwa na mawakala mbalimbali. Nikamwambia tunafama 19, Chadema ni ya 19. Kwa hiyo tukienda kwenye uchaguzi tukapata vyama ambavyo vinatuunga mkono vikatusaidia, tukapata mawakala 8 9, na Chadema ikawa ni chama cha 10, tukawa tuna mawakala 10 kwenye kila kituo cha kupigia kura. Ikawa ni project ya chama kwamba tunapeleka mawakala 10 kwenye kila kituo. Siku ya kupiga kura, wakati wanakuja kituoni wale maafisa uchaguzi, sisi tunalianzishia pale, uchaguzi utakuwa umevurugika na tutakuwa tumefanikiwa kuzuia uchaguzi. Mbona mkutuambia mapema? Hatukuambia mapema kwa sababu hamkutaka kutusikiliza. Mngetuita baada ya kupokea waraka wetu, mkatusikiliza, mngetumia waraka wetu vizuri, tungeenda kufanikisha ili jambo. Lakini wenzetu wakatupuuza,
na wakaanza kutupa majina mbalimbali, majina ya uongo, majina ya usaliti, majina ya kutumika. Sasa tukamwambia, ndugu zetu, kama ni usaliti, kama mnasema tumepinga maamuzi ya chama, hapo nyuma mbona aliyekuwa makamu mwenyekiti ambao ni mwenyekiti kwa sasa, mbona yeye ndio wa kwanza alikwenda majukwani kupinga swala la maridhiano, ambao maridhiano tuliyapitisha kwenye vikao halali vya chama, tulipitisha kwenye kamati kuu, tukapitisha kwenye baraza kuu, lakini wao wakiongozwa na makamu mwenyekiti ambao ni mwenyekiti kwa sasa pamoja na wajumbe wengine wa kamati kuu, wakaenda hadharani kukinanga chama na kutukana viongozi wenzao, lakini hawakuchukua hatua zote zile. Sasa hivi sisi kwa sababu tumekuwa na opinion tofauti, tunaletea mkakati wa kufukuzwa na matawi kinyume kabisa na katiba ya chama. Matawi yanatumika kufukuza viongozi, yani tawi linamfukuza mwenyekiti wa mkoa, tawi linamfukuza kiongozi wa kanda, tawi linamfukuza kiongozi wa jimbo, kitu ambacho sio sahihi kwenye katiba yetu. Na tukawaeleza huu mkakati mnaoenda nao, iko siku mtamka asubuhi mtakuta mwenyekiti wa chama taifa amefukuzwa wanachama. Hili jambo litaishia tu kwa watu ambao hampendi mawazo yao. Sasa kumekuwa na hiyo sintofahamu kubwa sana, kumekuwa na huo mvutano mkubwa sana ambao umeendelea kwenye chama hiki. Na chama hiki kilitengenezwa, watu walikuwa wanapendana, watu walikuwa wanasaidiana kwenye shida na raha kwa kupitia vyombo mbalimbali kama Chadema Family, Zengo, nini. Lakini sasa hivi kuna mpasuko wa ajabu sana na chama hiki, na chuki imekuwa ni kubwa mno. Na hii chuki na mpasuko unaendelezwa na viongozi wakuu wa chama, wajumbe wa kamati kuu, baadhi wanainjinia huu kuendelea mpasuko, wanainjinia kupiga simu kwenye matawi ili watu wafukuzwe. Kwa hiyo tunasema hiki chama kilikuwepo kwa ajili ya matumaini wa Tanzania, kuwasaidia wa Tanzania. Hiki chama hakipo kwa ajili ya kukifurahisha kikundi cha watu wachache, genge ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kuharibu chama. Na genge hili linachochewa kwa baadhi ya vijana ambao wanaikuwa mabando kutoka Nairobi kutukana viongozi wa chama, kuwapa kasi viongozi wa chama. Hata mkienda kwenye mitandao kama X wapi huko, mtakutana na jinsi matusi yanaorushiwa viongozi, hata viongozi wa staff wa chama hiki. Sasa unaangalia hii ndio Chadema ambayo mimi nilikuwa naishi. Hii ndio Chadema ambayo ndio msingi wake mkuu ulinishawishi mimi kuingia. Unajikuta kabisa niko sehemu ambayo sio sahihi kwa kipindi hiki. Kwa hiyo nimejitafakari sana mimi kama Henry John Kileo, kama mwenyekiti wa mkoa wa Kinondoni, lakini kama vile mtiania wa ubunge na ambayo nilikuwa nafanya ulezi kwenye jimbo la Mwanga na wananchi wangu wa Mwanga. Nimezungumza na wananchi wangu wa Mwanga, maana nimetafakari. Kwa hiyo nikaanza kuwasiliana na viongozi wangu wa Mwanga, wa kata, wa jimbo na kwenye matawi. Tukakubaliana kwamba mkuu, kama unaona moyo wako ama ile dhana iliyokupelekea wewe kujiunga na chama hiko unaona haipo, ni bora ukaondoka ukatafuta jukwaa lingine la kisiasa. Kwa hiyo mimi leo natangaza rasmi kwamba nimejivua wanachama wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo toka sasa hivi ninavyoongea hapa sio tena mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo nyadhifa zangu zote zinakoma kwenye chama hiki, na nimefanya hivyo kwa ajili ya kwenda kutafuta jukwaa lingine la kisiasa, kwenda kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mwanga. Na nina uhakika kwamba jukwaa nitakalolipata nitaweza kulitumia vizuri, kwa sababu mimi ni mzoefu, nimeshiriki chaguzi mbili, najua namna ya kupambana. Mapambano hayakimbiwi. Kama tuliweza kuiondoa CCM kwenye kuiba kura, sasa hivi CCM imeenda kwenye kupora process nzima ya uchaguzi. Ninaamini hata hii process ya uchaguzi tunaweza kuzuia isiporwe. Kwa hiyo mimi ni mtu wa kupambana. Kwa hiyo nimejiridhisha kwa kutosha kwamba nifanye maamuzi ya kutafuta jukwaa lingine ambalo sio CCM, lakini nitawatangazia wananchi wangu wa Mwanga kwamba naenda kwenye jukwaa gani kwa ajili ya kuendelea kupigania kile ambacho tumekuwa tukikipigania. Na niwaambie yani hatuendi kuanza upya. Yani kama kuna mtu anajidanganya kwamba tunaenda kuanza upya, huyo mtu atakuwa anajidanganya sana. Yani tunachokifanya ni kubadili tu majukwaa. Watu ni wale wale, watabadilika, wataenda kwenye majukwaa mengine. Leo ukiniambia
watu wangu wa Mwanga hawatabadilika kwenda kwenye jukwaa naloenda mimi, nitakuona mtu ajabu sana, maana Chadema pale Mwanga ilikuwa haipo. Mimi nimejenga Chadema pale Mwanga kuanzia 2011, na hakuna mwanasiasa anayejenga taasisi asijenge yeye. Lazima unapojenga taasisi na wewe ujijenge kisiasa. Kwa mimi pale nimeweka mizizi. Kwa hiyo niko tayari kwa mapambano, na nawatakia ndugu zangu Chadema kila laheri. Mwenyezi Mungu akiwabariki. Kama watakuja kwenye uchaguzi, tutakutana kwenye majukwaa ya kisiasa, lakini kuanzia sasa sio tena mwanachama Chadema, ninatafuta jukwaa lingine. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Jimbo la Segerea, baadaye nikagombea udiwani mwaka 2015, nikawa diwani wa kata ya Tabata, lakini nikawa diwani wa jiji. Naposema diwani, ni diwani kweli, yani sio diwani boya. Ni diwani alikuwa anajua majukumu yake. Kwa kubwa ya kukipambania chama hiki, tumepigana kufa na kupona. Unaweza ukasema tumekwepa mishale mingi sana. Tumeipigania Chadema kwa kadiri ya nguvu zetu zote, uwezo wetu wote, na malengo yetu makubwa ni kuiondoa CCM madarakani. Na mwaka 2015 Chadema tulifanikiwa kabisa kuihamisha CCM, kuiondoa Dar es Salaam. Tulifanya kazi kubwa. Hatukuwa chama kinachoogopa CCM au kinachoogopa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hatukuwa chama kinachoogopa uchaguzi. Kilikuwa ni chama cha mapambano. Kilikuwa sio chama cha kuambiwa hatufanyi mikutano ya hadhara mnazuiwa, mikutano ya hadhara kizembe mnakubali. Kwa tulikuwa ni chama ambacho tunapambana, na tumeendelea kukipigania chama hiki mpaka juzi. Baadaye mwaka 2020 nimekwenda kugombea ubunge jimbo la Rombo, na baadaye katika uchaguzi wa chama huu uliomalizika hivi karibuni ndo ambao mimi nimekuwa mweka hazina wa kanda ya Pwani. Sasa ndugu zangu, chama hiki kimekuwa ni chama cha kidemokrasia. Ni chama ambacho wanachama walikuwa na uwezo wa kuhoji, wanachama walikuwa na uwezo wa kudadisi, wanachama walikuwa na uwezo na uhuru wa kuzungumza lolote. Tumeshangaa hapa katikati, baada ya uongozi mpya kuingia, haturuhusiwi tena kuhoji, haturuhusiwi tena kushauri. Ukishauri jambo unaitwa msaliti, unaitwa umehongwa, unaitwa umepewa pesa. Sasa ndugu zangu, haya sio mambo ya kawaida. Haya sio mambo ya chama chetu. Sisi kama alivyozungumza mwenzangu, ndo tulioanzisha G55, na tulianzisha kwa malengo ya kukishauri chama vizuri tu, na tuliwaambia kwamba hatuna namna yoyote ya kukwepa uchaguzi. Uchaguzi, lengo la chama chochote cha siasa duniani ni kushika dola. Changamoto zipo, ni kweli kabisa kwamba tunafahamu kuna changamoto zipo kubwa sana, lakini kuzikimbia sio kukimbia uchaguzi. Tuliwaambia twendeni tukapambane. Lazima tukae chini, tutengeneze mkakati mkubwa wa kuwashinda Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo tulicheza 2015. Kwa 2015 tuliposhinda Dar es Salaam, tukaongoza majiji kadhaa, tukaongoza maeneo mengi, tulikuwa tuna katiba mpya. Tuliwekwa na katiba mpya. Kwa ndo maana tuliwashauri tukawaambia tusiwaogope hawa watu, tubadilishe mikakati. Kama tulikuwa tunatumia njia hii ambayo tumekwenda nayo 2020 ikafeli, basi 2025 tulikuwa tubadilishe mkakati wa kukabiliana na hawa jamaa na sio kuwakimbia. Sasa hii habari tunawaambia wao wanageuza, mmepewa pesa. Hivi kati ya sisi ambao tunawaambia tuende kwenye uchaguzi na wao wanaotaka CCM ipite bila kupingwa, tayari tunafahamu mgombea wa Chama cha Mapinduzi ni Rais Samia. Wao wanataka tukimbie apite bila kupingwa. Kati ya sisi na wao nani kahongwa? Kwa sababu nimesikia Lema anazungumza. Lema anasema watu wamepewa milioni 100. Nafikiri amezoea hii biashara ambazo wao na makamu wamekuwa wakifanya na serikali, kwa sababu tumeshazungumza mara kadhaa. Tumeshamwambia Mheshimiwa Heche ajitokeze aeleze magari alionayo ameyatoa wapi, aeleze mahusiano yake na baadhi ya mawaziri. Hajawahi kujitokeza hadharani kukanusha baadhi ya tuhuma ambazo amepelekewa. Lema alikimbia hapa, ni mtu muoga, ni watu waoga wa mapambano, na amekimbilia ugaibuni, na tunafahamu kwamba anafanya biashara hizo na mpaka leo analipwa. Na juzi nimemsikia na jinasibu kwamba ana pesa nyingi, sio? Huyo analipwa huko nje. Sisi tulibaki hapa ndani hatu kukimbia, na hatuwezi kuogopa mapambano. Kwa tumefikia sehemu ambayo watu wamekuwa waoga, na hatuamini kama ni uoga kweli ama wao sasa ndo wamehongwa ili wakimbie uchaguzi. Sisi tuliwaambia
Chadema uwezo kaiondoa kwenye uchaguzi kizembe kwa staili hiyo namna hiyo. Kwa hiyo wamekuwa waoga. Sasa ndugu zangu, imefika mahala chama kimepoteza mwelekeo kabisa. Leo anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki. Kwa hiyo sisi ndugu zangu, mimi kama mimi nimetafakari sana. Nikafikiri vizuri kabisa. Nikaona hapana. Chama hiki hakiwezi kwenda tena mbele. Chama hiki hakiwezi kuwa tena jukwaa sahihi kwa mimi kufanyia siasa. Kwa hiyo leo natangaza rasmi kukihama chama changu, natangaza rasmi kujivua uwanachama, niachia nafasi zangu zote, naachia uweka hazina wa kanda ya Pwani, naachia uwenyekiti wangu wa jimbo la Segerea, naenda kutizama ni jukwaa lipi sahihi la kuendelea kufanya siasa. Mimi bado ni kijana, mimi sio mtu muoga. Haiwezi kaishia hapa. Kwa hiyo tunakwenda kuanzisha mapambano. Nyuma yetu bado wako bado makamanda ambao wanatukubali, na wako makamanda ambao wanaelewa kazi ambazo tumezifanya hapa Chadema, wako tayari na wako nyuma yetu wanakuja. Kwa hiyo tuliposema kwamba wako wanakuja, hii ngoma ni nchi nzima. Hii ngoma ni nchi nzima. Wao walioko humo wengi wanazungumza na wengine wanalalamika. Sasa hatima yao ikoje? Tumewaambia Chadema kwa namna ambavyo imekwenda, imepoteza mwelekeo. Chadema kwa namna ilivyo haiwezi kushiriki uchaguzi wa mwaka huu, wanaukimbia kwa sababu wanazozijua wao. Sasa makamanda wote mlioko huko, tokeni, njooni, tutawapa mwelekeo wa jukwaa jipya. Twendeni tukafanye kazi. Hatuwezi kususia nyani shamba la mahindi, atakula yote. Kwa ndugu zangu, mimi nimeona leo nitangaze rasmi, nimeachia nafasi zangu zote na wanachama wangu unakoma kuanzia sasa. Nawashukuru sana. Assalamu alaikum ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla. Majina yangu ninaitwa Moza Ali. Nilikuwa makamu mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema Taifa tangu mwaka 2019 mpaka 2025. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, leo nimekuja kuzungumza na nyie kupitia vyombo vya habari, kuzungumza mustakabali wa siasa ya nchi yetu. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, nikiwa kama kijana wa Kitanzania mwenye maono chanya kwa Watanzania ambao tunajua hali zetu za maisha zikoje. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, tunafahamu siasa ya nchi yetu, katiba ya nchi yetu ipo kwenye mfumo wa vyama vingi. Na siasa hii ya nchi yetu tunafahamu raisi, mawaziri, wabunge, madiwani wote wanatokana na siasa. Mustakabali wa nchi yetu unatokana na siasa ambazo tuko nazo, kuanzia kwenye miundombinu, kwenye hospitali, mashule. Tukiangalia mambo mengi, hata kodi ambazo zipo kwenye nchi yetu zinatokana na siasa. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, nimetafakari sana kwa kina. Baada ya kutoka hadharani wakati wa nyuma nikiunga msimamo wa chama wazi kwenye majukwaa na hata kwenye mitandao ya kijamii kwamba no reform, no election, nikarudi ndani nikajifungia, nikatazama baada ya kuona kwamba chama changu ambacho kimenilea, kimenikuza, nikawa strong, nikaona kwamba ninaweza kupambana, ninaweza kujisimamia, ninaweza kuwa sauti ya Watanzania, kimekosa kunipa mbinu halisi ambayo tunakwenda kuzuia na uchaguzi. Nikitafakari Watanzania ambao tunawapigania, Watanzania hawa ambao wanawaza kazi zao, wanawaza familia zao, wana uhakika wa kupata 100,000, 200,000 kwa mwezi, ana uhakika na mshahara wa 1,700,000 kwa mwezi,
ni Watanzania ambao tumeitisha maandamano mara kadhaa, hawajakuja barabarani. Ndugu zangu, Watanzania wenzangu, nimetafakari sana kwa kina. Nikaona kwamba kuna haja, pamoja na ule msimamo wa chama niliokuwa nikiusupport wazi, no matter what, sikujali chochote kile ambacho kilikuwa kinatokea, pamoja na mishale mingi sana. Ndugu zangu, Watanzania wenzangu, nimeona kwamba nisisaliti dhamira ya kweli ya kuwasemea Watanzania kwenye vyombo halisi vya maamuzi. Na nikimaanisha kwamba kwa kuwa nimeona chama changu hakiingii kwenye uchaguzi, na kwa sababu hakiingii kwenye uchaguzi na hakina mkakati ambao wawazi wa namna na maandalio ya Watanzania kwamba wanakwenda kweli kuzuia huu uchaguzi, nimeona kwamba nitafute jukwaa lingine la kisiasa ili niweze kuwasemea Watanzania, kwa sababu mimi nilikuwa nimegombea Tanzania wenzangu, wana Kinondoni wenzangu, naombeni mniunge mkono, kwa sababu nipo tayari, uwezo huo ninao, nimepikika, ni kiongozi ninaoweza kujisimamia, ninaweza kuwasemea bila uoga. Sijawahi kukimbia mapambano ya aina yoyote, hata yale yaliyotupitisha kwenye bonde wa mauti. Sikuwahi kukimbia mapambano, sikuwahi kusaliti cause. Niliweza kukaa mstari wa mbele, nikawa sauti ya Watanzania, nikiwa na kofia ya makamu mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema Taifa, na niliweza kuwasemea wana Kinondoni mara zote ambazo nilikuwa nikipata jukwaa la kusemea. Ndugu zangu, wana Kinondoni, nitakapokwenda kwenye jukwaa lingine lipya la kisiasa, bila kujali vyama vyetu, tunajua Kinondoni wakati wote tumekuwa tukishinda. Jimbo la Kinondoni wakati wote tumekuwa tukishinda. Jimbo la Kinondoni sio la CCM. Hatuwezi kumwachia akashinda. Hatuwezi kujinasibu huku nje kwamba tunaweza kuzuia uchaguzi alafu hatuingii kwenye vyombo vya maamuzi. Mimi nataka kuwepo kwenye moja ya vyombo vya maamuzi, nikawe sauti ya Tanzania, ambao sauti hiyo nikiisema inaweza kwenda kusikika kwenye vyombo vya maamuzi. Na pia kuweza kuwasilisha maoni halisi, kwa sababu hatuwezi kusema sisi ni shupavu huku nje hatujaingia kwenye mfumo halisi. Ni kama vile tu itakuwa ni Sterling anaenda kufia kwenye maua, kwa sababu huwezi kuwa Sterling akafu uingie kwenye vyombo vya kufikisha maono yako. Ni Sterling ambaye anaweza kuingia akafia kwenye maua. Ndugu zangu, Watanzania wenzangu, ninawaomba niunge mkono, ninawaomba mnisupport, ninaomba tushikane mkono. Nitapokuja kusema nini tunapoelekea, hatuwezi kumsusia fisi bucha, tuungane mkono ili tuweze kufikia malengo yetu. Natangaza rasmi, mimi Moza Ali ninajivua wanachama wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mpaka wakati mwingine, asanteni sana wana Chadema. Mwenyezi Mungu awabariki. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Glory Tausi. Mimi ni mwanzilishi wa programu ambayo inafahamika kama Chadema Digital, na nilijiunga na hiki chama mwaka 2018, na programu ile tulianzisha mwaka 2019 nikiwa mwanzilishi wa kwanza kabisa. Mwaka 2024 niligombea nafasi ya naibu katibu wa Baraza la Wanawake Chadema, lakini pia ni mtiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Morogoro Kusini. Kama ambavyo wenzangu wamezungumza mambo mengi, sina mengi ya kusema, lakini na mimi pia uchaguzi kwangu halijakaa sawa, kwa sababu ukiangalia sheria ya uchaguzi ya mwaka 85 ambayo imeshafanywa marekebisho, inampa raia haki ya kupiga kura na kuchagua na kuchaguliwa. Sisi tunapokwenda kusema kwamba tunalenga kuzuia uchaguzi, tunamzuia na tunamnyima raia haki yake ya kwenda kupiga kura, kuchagua ama kuchaguliwa iwapo amekidhi sifa ya kuchaguliwa. Kwa hiyo
swala hili la no reforms no election kwangu limekuwa gumu sana, na siko tayari kushiriki dhambi ya kumzuia raia kupiga kura na kwenda kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi ile ambayo yeye angetamani. Hiyo ni moja, lakini jambo jingine ambalo limenifanya nizungumze leo na waandishi wa habari na kujivua nafasi hizi ni kutokana na mambo ambayo yanaendelea ndani ya chama chetu. Umoja, amani na demokrasia ambao tumeizoea ndani ya Chadema umepungua au umeondoka kabisa. Na hii imetukuta zaidi wale ambao tulikuwa kwenye timu ya Freeman Mbowe. Baada ya uchaguzi wa tarehe 21 Januari pale Mlimani City. Assalamu alaikum. Mbele yenu ninaitwa Shadi Abubakari, ni katibu wa wilaya ya Segerea. Mimi ni mjumbe wa baraza kuu la chama taifa mpaka dakika hii, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa nini leo kwanza naondoka Chadema? Kwa nini naondoka Chadema? Nimejiunga kwenye chama hiki changu 2015. Nimekulia kwenye familia ya wapinzani. Familia yangu yote ni Chadema. Nimesomeshwa mimi kupitia pesa ya Chadema. Na nimejisacrifice kwa muda mrefu kwa sababu nilijua chama hiki nina uwezo wa kukilipa fadhila ambazo mimi kama mwanachama mbeleni ningeweza labda kuwa mtu yoyote katika jamii yetu na kuwatetea Watanzania, kwa sababu ndio malengo ya mwanasiasa yoyote. Sasa Chadema haifuati katiba ya chama na kanuni zake. Kila taasisi, ndugu zangu, inaongozwa kwa kanuni na katiba ya chama. Hata kwenye vyombo vya dini tunaongozwa na msahafu pamoja na Biblia. Sasa kama inafikia stage chama kinaacha malengo yake, kinaacha kanuni zake, tunafanya tu mambo olela, yani hatuwezi kuendesha chama kwa matamko. Hii ni taasisi, ndugu zangu. Unaitwa kuja kusaini, unakataa. Yani unataka ubembelezwe labda. Vyama 19 vimesaini. Wewe nani ambaye huwezi kusaini? Yani wewe ni special gani? Sisi sawa tunagombania no reform no election. Lakini hatuwezi kuacha kushiriki uchaguzi. Tuingie kwenye process ya uchaguzi. Alafu baada tupo kwenye process ya uchaguzi na wao uchaguzi wenyewe ndio tukakinukishe sasa. Lakini wewe unajiondoa. Huwezi kupata sauti ya kuongea, huna jeshi, huna silaha yoyote ambayo unaenda kupambana na CCM, afu unatudanganya sisi tutazuia uchaguzi. Ndugu zangu, na nataka leo niongee kuhusiana na hili swala la no reform no election. Viongozi wetu wa ngazi ya juu wameongelea sana hii no reforms. Lakini hata siku moja wa Tanzania hawajawahi kuongea kuhusu madhara ya no election. Kwa sababu tunapoenda kwenye majukwaa ya kisiasa huko, tunapotembea mikoani wapi, ingependeza zaidi kama tungewaambia faida na hasara za no reforms na faida za hasara za no election. Watanzania wapime, tusiwadanganye Watanzania. Wanatakiwa wajue kwamba tusiposhiriki uchaguzi kuna hasara 1, 2, 3. Alafu sasa wao wapime. Kwa hiyo mimi ningeomba viongozi wa Chadema huko mnapopita kunadi no reform no election, waambieni Watanzania ya kwamba tusiposhiriki uchaguzi au hii no election ina madhara gani kwa taasisi yetu. Lingine, tusiweni wa binafsi. Uchaguzi ni process, ndugu zangu. Yani viongozi walioingia sasa hivi wanatamani wao, yani wao ndio waonekane ndio mahilo kwenye nchi, yani wameleta ukombozi. Sidhani kama kila mtu angekuwepo na hiyo taswira, basi kina Mheshimiwa Freeman, kina Kigaila, yani wangeshafanya mambo ya hovyo sana huko nyuma. Lakini wao wanataka waonekane hivyo. Yani ni lazima. Wewe ni mtu gani ambao huwezi ukabadilisha msimamo wako? Chama cha siasa chochote kinaenda na upepo. Upepo ukienda huku na wewe ndio unakoenda. Unaangalia 2015. Chama chetu hiki kilikuwa kinamsema Lowassa ni fisadi. Lakini 2015, ndugu zangu, Lowassa ndio alikuwa mgombea wetu urais. Na wananchi, ndio nataka niwaambie binadamu jinsi tulivyo.
wananchi hawa ambao tulikuwa tukinadi Lowassa ni gaidi, Lowassa ni amekula rushwa, Lowassa amefanya hivi, Lowassa nini, lakini mwisho wa siku hawa wa Tanzania walienda kumpigia kula mheshimiwa Lowassa. Na isingekuwa tu mambo ya chama tawala, Lowassa angekuwa ni rais wa nchi. Kwa hiyo nataka niwaambieni, juzi mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amekamatwa. Yaani wananchi hao wa Tanzania unawahubiria no reform no election. Dakika 10 hizo maaskari waliokuwepo pale, jamani, kwenye ule mkutano wanazidi maaskari 20. Lakini pale kwenye ule uwanja kulikuwa na maelfu na maelfu ya Watanzania. Kwa nini hawakuweza kuzuia? Kwa nini hawakuzuia kumchukua mwenyekiti wetu wa chama? Sasa hawa wananchi ambao tunawategemea sisi kama viongozi tuje tuungane naye baadaye tukazuia uchaguzi, bado Watanzania hawako tayari. Kwa hiyo tusiue taasisi yetu, tusiue hii taasisi, kwa sababu pengine mimi sikuweza kuleta haya mafanikio ya reforms au ya kupata uhuru katika nchi kwa mara ya pili, lakini pengine mtoto wangu au wajukuu zenu au mjukuu wangu, lakini pale tunapoendelea bado kuilinda hii taasisi. Lakini sasa chama changu naona kinaenda nje ya malengo. Nilitoa mfano mdogo tu. Kila chama au kila taasisi waga inakuwa na malengo, ina dhamira. Hivi ushaonaga wapi sisi siku zote kama chama cha demokrasia na maendeleo tumevaa nguo ya papo ACT? Kwenye mikutano yoyote ushamuonaga mtu yoyote ambaye ni mwanachama wa Chadema anavaa nguo ya ACT rangi ya zambarau? Vivyo hivyo hata kwenye makampuni ushaonaga wapi Vodacom au hapo Airtel wanavaa vitu au wanaendana nje na brandi za kampuni zao? Ndugu zangu wa Tanzania, amkeni. Huwezi kuzuia uchaguzi ukiwa nje ya uchaguzi. Narudia tena, huwezi kuzuia uchaguzi ukiwa nje ya uchaguzi. Huna mgombea, huna wakala, huna chochote. Yaani unasema unataka kuzuia uchaguzi, unazuiaje? Unaendaje kwenye vita bila kuwa na jeshi, bila kuwa na silaha? Yaani tuwasusie CCM. Maana hii ni kususia. Yaani vyama vyote vimesaini wenzetu. Ndio maana nasema hivi, wa Tanzania yani bado hatuko tayari. Bado hatupo tayari. Tumeita maandamano mengi. Tumeongea na wananchi kwa lugha nyingi. Tumeongea tumeenda ile do tunaongea na watu, kwa sababu mimi of course ni kama nilivyosema, mimi ni katibu wa wilaya, ni mtendaji. Na hudumia wananchi sana wengi wa jimbo la Segerea. Lakini unamfuata mtu unamwambia 1 2 3 4 5, lakini mtu sawa anakuitikia sawa. Tumeingia kwenye uchaguzi, mfano mzuri uchaguzi wa 2024 wa serikali za mtaa. Mimi nilikuwa na ratibu, ndio katibu, nilikuwa mratibu mkuu wa uchaguzi ule kwenye jimbo langu. Yaani usiku kwa kuelekea siku ya uchaguzi, unamhubiria mwananchi, unamfuata nyumbani, unamwambia tunaomba kura tuunge mkono, tukaitoe CCM madarakani. Nje ya nyumba huyo mwananchi kuna mataka yamejaa, harufu inaingia. Na nini mataka? Kwa sababu gari za taka hazipiti, serikali za mtaa ni mbovu, yani hamna kitu kinachoendelea. Lakini huyo mwananchi asubuhi yake anaenda kupiga kula CCM kwa sababu tu amepewa shilingi 10,000. Yani anauza future yake. Huyo mwananchi ambaye kesho ataenda kununua maiti Muhimbili. Huyo mwananchi ambaye kesho na kesho kutwa watoto wake wanasoma shule mbovu, ambaye kila siku tunamhubiria haki na laiti zake yeye kama Mtanzania au kama mwananchi wa Kitanzania. Lakini huyo mwananchi kesho asubuhi akipewa 10,000 anaenda kuuza kura yake ambayo ingemsaidia yeye kwa miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo sisi hatupo tayari ndugu zangu. Hatupo tayari kuenda kwenye hiyo no election. Sisi tutastiki hapa kwenye no reforms. Tunakubali mabadiliko ya uchaguzi katika nchi hii ni lazima yatokee, na tupo tayari kuyapambania mpaka dakika ya mwisho. Mwisho kabisa, kwa kumalizia ndugu zangu wa Tanzania, tena kwa kumalizia kwa umuhimu zaidi, ni kuhusiana na viongozi waliopita. Jamani, wanyonge tuwanyongeni, haki zake tuwapeni. Wanyonge tuwanyongeni, haki zake tuwapeni. Bila hawa viongozi sisi Chadema tusingeijua. Huo ndio ukweli. Bila hawa viongozi waliopita hii Chadema tusingeijua. Leo nimevutika mimi kuwa Chadema, nimekuwa Chadema. Ningeenda kufanya shughuli zangu zingine. Lakini kwa sababu siasa ni hobi yangu. Kuna mtu mwingine anapenda muziki, kuna mtu mwingine anapenda kuigiza, mimi napenda siasa of course. Lakini bila hawa
viongozi ambao wametuasisi sisi leo, tukipita kila sehemu kuna Chadema, tusiwadharau jamani. Unamkuta kiongozi anatoka, jana nimewasikia Bawacha wenzangu, wanatoka hadharani, wanatoa maneno yasiyokuwa ya kupendeza kwa viongozi waliopita. Kumheshimu kwa cheo chake, basi mheshimu kwa umri wake. Kuna maneno ya kumwambia mtu, mbona sisi hatuwavunjie heshima au viongozi wengine? Yaani unafikiri sisi hatukeri? Sisi wenyewe tumenusurika mara ngapi kufukuzwa kwenye vyeo vyetu? Kisa tuko tunamuunga mkono Mheshimiwa Freeman kipindi cha uchaguzi. Yaani unamkuta mjumbe kama tukua anatoka huko alikotoka, anakuja kwenye jimbo lako kwa ajili ya kufukuza wewe. Hayo yote tumeyabeba, tumeyahifadhi kwa sababu tulikuwa tunajenga nyumba hii. Nyumba moja wa Tanzania. Lakini imefikia mahara tumechoka. Niwaambieni, sisi hapa hatukuja kufanya siasa. Nimekuja kwa nauli yangu hapa, sijalazimishwa na mtu. Na leo nimehama chama rasmi, nimeachia nafasi zangu zote. Na nimeshika nyadhifa mbalimbali kwenye chama hiki kuanzia 2015 mpaka leo hii. Nimeachia. Wewe unafikiri kwani kazi rahisi sana mimi leo kuhama Chadema kuja kutangaza rasmi kwamba nimehama chama cha demokrasia na maendeleo? Tunakipenda sana chama, lakini chama kama kinatoka kwenye marengo dira yake, yani nini ambacho mimi kinanifanya bado niendelee kuwa kwenye hiyo taasisi? Basi tunadanganya Tanzania. Yani CCM unataka ufuate reforms ikiwa bunge ni la CCM tu. Juzi nasikia tusidanganyane kwamba bunge la Ulaya limekaa na nini. Lakini 2020 ndugu zangu, nataka niwakumbushe, CCM ilichukua nchi nzima kwa kuiba. Na bunge la Ulaya litujadili. What happened next? Kitu gani ambacho kilibadilika? Kwa hiyo ndugu zangu, leo kama nilivyosema, mimi Shadi Abubakari natangaza rasmi, nimejivua nyadhifa zangu zote kuanzia kwenye kata mpaka kwenye wilaya. Kuanzia leo hii mimi sio mwanachama tena wa Chadema, nimestaafu hizo nafasi. Kwa waliopanga kunifukuza, sasa nimewachia chama chao waendelee kujenga. Sisi tulikuwa tuna maana. Kwa naomba niondoke tu Chadema leo jamani. Sababu kuna maudhi mengi sana, chuki, fitna, ufanye kupigana na CCM nje, ufanye kupigana na wanachama wako wa ndani. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo leo rasmi nimetangaza, nimeamua kuondoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo. Na kama nitapata jukwaa lolote la kusemea wananchi, kusemea jamii yangu kwa sababu ninapenda siasa, basi nitawatangazia Watanzania mpaka hapo kipindi ambapo tutakuwa tumepata jukwaa lingine la kisiasa. Lakini no election, hiyo kwangu hapana. Reforms sawa, lakini no election.